Nianzie kwa kuelezea sheria ya bima afya kwa wote. Kumbuka mwaka 2023 ili swala la bima afya, let's tuwe wa kweli, mimi toka nikiwa nasoma huko nakumbuka kwa mara ya kwanza, nakumbuka toka serikali ya 300 Mheshimiwa leo hayati Mkapa ilikuwa linazungumzwa wakati wa serikali yake, bima afya kwa wote, vitu viwili na pension kwa wazee wote bila kujali huyu alifanya kazi. Nilikuwa nasikia wakati nasoma. Kwenye maisha tumesogea, nimefanya kazi, nimehangaika, bahati nzuri nikaja nikuta ninajiwa kwenye mfuko wa pension. Sijui umeelewa? Hiyo ndio bahati nzuri. Sasa hiyo awamu ya ngapi? Ya 4. Nikaja kuajiliwa kwenye mfuko wa pension. Nilikuwa kwenye mfuko wa pension, nimeshashiriki vikao vilivyokuwa vina ratibiwa na ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira, idara kama ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na wenye ulemavu. Vinaongelea kuwa na pension kwa wazee wote pamoja na bima ya afya, watu wote wanapataje bima ya afya. Tumeshakaa tunaongea vikao awamu ya 4. Ikaenda awamu ya 4 ikapita. Hakuna kilichofanyika kwenye hilo. Lakini makaratasi, miswada, nini kila kitu kipo. Ikaja awamu ya 5 nayo minong'ono, bima afya kwa wote na nini, ikapita. Lakini tumpongeze, unajua wakati mwingine kupongeza ni muhimu. Mheshimiwa Rais wa 600 alivyoingia madarakani, alichukua mwaka 2021. Alilikuta mezani hili linadunda miaka mingi hili jambo, bima afya kwa wote. Kuna nini hapa? Kuna nini? Akaita wataalamu, nadhani wakamueleza hali halisi ilivyo. Tanzania tunavyoongea leo ni Watanzania 15% tu ndio wana bima ya afya. 15%. Sasa hivi 85% ya Watanzania wanahitaji fedha taslimu wakipata majanga ya kiafya kwenda kutibiwa. Sio, unaona? Kwa tatizo ni kubwa kwa kiasi hicho. Nadhani alivyoliona yale na kuona akasema hapana, hatuwezi kuendelea hivi. Kwa sababu moja ya jukumu la serikali pia, watu mlikuwa mnasikia Mheshimiwa Waziri wa Afya juzi akisoma budget wiki iliyopita ile. Alisoma budget ya Wizara ya Afya na how serious the government is. Umeona amepitishwa budget ya 1.8 trillion kwa mwaka wa fedha 26-27. Budget kubwa, ni moja wapo za top 5 ministries, budget kubwa. Kwa maana yake serikali imejipanga vya kutosha kuhakikisha afya sasa inakuwa priority. Kwenye hotuba yake Mheshimiwa Waziri alisema kwamba watu wengi serikali inatibu watu wengi na kuwalipia matibabu. Akatoa mfano hospitali kubwa kama 4. Kama nakumbuka sawa sawa, alisema kwa mfano mwaka uliopita peke yake hospitali ya taifa ya Muhimbili ilitoa misamaha yenye thamani ya bilioni 17 kwa wagonjwa mbalimbali ambao hawana uwezo wa kulipia. Wamefika pale, wametibiwa, mwisho wa siku wanadaiwa $700,000, ndugu wamekimbia wote, mgonjwa umemwacha pale. Sasa mnakaa naye mgonjwa vipi? Maana yake bidii ndio kumpa chakula, lakini hawakulipa, hiyo bedeni hayupo. Kupitia ustawi wa jamii kuna vitu vinafanyika, anaachiliwa, anasamehewa, anaondoka. Ile misamaha maana yake serikali inaenda kuweka mizigo pale. Kwa hiyo maana yake serikali itafanya hili mpaka lini? Ndio Mheshimiwa Rais akasema hapana, twende. Ndio kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 2023 wakatunga sheria ya bima afya kwa wote, sheria sura namba 161. Kwenye hiyo sheria ambayo baada ya waziri mwenye dhamana kutunga kanuni zake zilizokamilika mwezi Agosti 2024, sheria ina vipengele vingi na sheria tumeweza kuitekeleza kwa baadhi ya vipengele, sio vyote. Kwa baadhi ya vipengele. Tunakoelekea bima afya kwa wote itakuwa lazima kwa kila mtu, kwa sababu si kuna sheria. Ila kile cha ulazima kifungu hakijaanza kutekelezwa. Utekelezaji wa ulazima utakuwaje? Itawekwa mikakati maalum. Kwa mfano, unajua wakati mwingine ni ubunifu. Sijui umri wenu sawa sawa. Tulikuwa moja disturbance kubwa tulikuwa tunaipata barabarani zamani ni road license. Ili kila mwaka ulipia $1,500 gari ndogo. TRA lazima tarehe ikifika unaenda TRA unalipia, afu unabandika kistika pale mbele kwenye kioo pale. Iki expire wewe na sinaponani ukiona traffic lazima kurupukie huko. Au nauliza na taa hapo hapo. Baadaye haya sima anasema James ndio kitu kile nimepitia. Nimekwepa sana. Wakasema kwa nini tunasumbuana na wenye magari? Tuweke kwenye tozo ya mafuta. Huyu hata tembea bila kujaza mafuta.
ile fee ya license ikawekwa kwenye mafuta. Kwa hiyo ukienda kwenye mafuta umeshailipia. Wakawa wamemaliza mzizi wa fitna. Sasa hivi askari upigane nao labda kunishwa insurance ya gari. Lile tulilimaliza. Sasa hizi gari zote hazina kitu kwenye kioo. Zamani ukiona gari haina kitu kwenye kioo ni gari ya serikali, gari ya vitengo maalum. Sasa hivi wote tunafanana. Kwa sababu ile haipo tena. Muulizane na askari habari ya road license. Utaweka utaratibu kwenye zile huduma muhimu tunazopata. Lazima ukienda labda unataka cheti cha NIDA umeshafika miaka 18. Hicho cheti cha NIDA pengine unataka kikakupe passport. Umepata mchongo labda Kenya, Rwanda, Burundi, sijui wherever huko. Wanakuambia bwana hiki ili upate access ya hiki ila bima ya afya kadi, bima ya afya. Sijui umeelewa. Na kuna maeneo hutayakwepa, utaenda kushakuwa mtu mzima na haso, kuna maeneo utapita tu. Hayakwepeki. Yaani kama sasa hivi unaambiwa leta NIDA. Exactly. Kwa hiyo watalingi tunakoelekea. Sasa uwezo kuanza hivyo wanakaa kana kwa nini hawajaanzisha hicho kifungu kutekelezwa? Kuna jambo moja nilielezea kidogo. Karibu. Lile uliokuwa unasema wanyonge kuachwa. Nataka tuliclarify kwamba serikali imeangalia engo zote. Serikali ili kusema hii mantiki ya bima afya kwa wote iweze kuwa halisi iliangalia kuna makundi maalum ambayo hata ungesema bima ya afya itachajiwa 7,000 kwa mwaka hayawezi kulipia. Kuna makundi maalum. Kuna wazee wanaolelewa kwenye makambi maalum ya kulelea wazee. Hawana mtu wa kuwasaidia. Kuna watoto wanalelewa kwenye manyumba za watoto yatima. Lakini kuna kaya zisizokuwa na uwezo. Kuna mfuko unaitwa TASAF unaofahamu. Umeshausikia? Umetapaka nchi nzima. Ule mfuko una database ya kaya ambazo hazijiwezi. Unakuta kuna mzee wa miaka 96 ameachiwa wajukuu 6 wa kuangalia wazazi wao kishafariki. Au wako mjini. Hawashafariki. Au wako mjini. Lakini wengi wanakuta washafariki sasa. Wanapeleka watoto vijijini wanakula maisha. Yule mzee anapata support kutoka TASAF kuangalia watoto. Au unakuta kuna watoto wako 6. Mkubwa yuko darasa la 7, ana wadogo zake wana miaka 3 4, wazazi wao walishakufa, hana bibi wala babu. Wa darasa la 6 yule ndio anayetunza hao wadogo. Anaenda shule, anarudi, anaenda kuchota maji, anakata kule, anapika msosi, anaenda kwa hivi barua pata ile mboga. Wale wanatasaidiwa na TASAF. Kwa hiyo kasema serikali, ili tukisema twende huku mtaani tusajili wanaojilipia, alafu hawa wasiojiweza hawana bima ya afya kwa wote itakuwa sio halisi. Tuanze kuangalia namna ya serikali kuwalipia hao wasiojiweza kile kitita kile kifurushi cha 150,000 ambacho kinasubiriwa kwa hamu, ambacho Mheshimiwa Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa alitangaza kwanza rasmi zoezi la kuandikisha wote tarehe 26 Januari mwaka huu. Na sisi NHIF kwa sababu kama skimu ya umma ndio tumekasimia jukumu la kuandikisha hao kazi soko na uwezo na kuwapa kadi na kuwalinki na vituo vyetu vya kutolea huduma zaidi ya 10,000 nchi nzima. Kwa simu za pili mwanzoni wakina Elizabeth kwenye ground wakaingia barabarani kwenda kusajili hao watu. Kwa hiyo tulichofanya, kuna mamlaka za utambuzi wa hizo kaya maskini ikiwepo TASAF, TAMISEMI na mamlaka nyingine. Sisi tulipewa orodha. Na kwa kuanzia awamu ya kwanza, Mheshimiwa Waziri, kwamba tunaanza kwa awamu, tunaanza na awamu ya kwanza, tulikabizwa kaya 276,074 kaya. Kaya ni watu wanaokaa kwenye 1,000. Wanaweza kuwa 5, 6, 8, 2 kaya ambazo zilikuwa zinakadiriwa kuwa na watu zaidi ya 1.4 milioni, 1,400,000. Tukaingia kwa sajili. Na sio tunakaa ofisini tunapiga tarumbeta waje, tunawafuata kule. Manake unajua mbongo shida yake nyingine ni hiyo. Yaani anaweza kaambia kitu ni bure, akajiandikisha na bado haendi. Yes. Kwa tulichofanya, tunashukuru sana pia ushirikiano kutoka TASAF na TAMISEMI. TAMISEMI kwa maana watendaji wa mitaa na vijiji kata. Walikuwa wanapelekewa, ilikuwa ni oda kubwa ya nchi. Kwa watu tukienda leo kesho tutakuja kata fulani na vijiji fulani, wale watendaji wameshafahamisha kwa sababu orodha wamepelekewa pia wale wanaohusika. Kwa hiyo tunawakuta maofisini, tunafanya taratibu, tunasajili na kuwapa kadi. Ilianza zoezi mwezi wa pili mwanzoni kwa jezo kaya 276. Sasa mpaka tunafika mwezi wa 4 hapo mwishoni tumefanikiwa kufikia kaya 100,000, zaidi ya 172. Katika 270 zitakuwa almost 2/3 tumeshafanya na zoezi linaendelea. Na katika hizo kaya 172 tumefanikiwa kusajili wanufaika zaidi ya 463. Wanufaika na 63 ambao wamelipiwa moja kwa moja na serikali kupata bima ya afya bure. Kwa hiyo sasa hivi tunavyoongea kuna Watanzania karibu vijiji vyote, kata zote zaidi ya 63 wana kadi leo. Hawafikirii mambo ya matibabu wakiugua, wanafikiria mambo yao mengine. NHIF tuko hapa, Mheshimiwa Rais kashawapa kadi, wanatibiwa bure. Na kwa kuonyesha hilo, serikali imeshalipa kwetu
bilioni 48.8 kwa ajili ya kukava hizi kaya laki mbili tunayo. Kwa hiyo ni kwamba wao waje tukiwapata wajitokeze tuwasajili, tuwape kadi waendelee kuenjoy huduma zao za matibabu huko walipo. Na tumeshaona wameshaanza kupata huduma ngazi za msingi. Ngazi za msingi ni zahanati, vituo vya afya mpaka wilaya. Hospitali ya mkoa tunaanza rufaa kanda na watu wameshaona mpaka wameshaenda mpaka hospitali za rufaa. Kwa kadi ile ya kitita 1.5 mpaka watu 6 kwenye kaya. Kwa hiyo ile ya kusema wanyonge, hakuna mnyonge ameachwa sehemu. Na serikali imejitwisha jukumu na kuhakikisha wanawake wanyonge ni wale wasituzema kaya sitokuwa na uwezo ndio namba moja. Wazee ambao hawana walezi wanatuzwa kwenye majumba ya kutuza wazee ndio wanyonge wenyewe. Watoto yatima walioachwa wajua walizaliwa na nani ndio wanyonge wenyewe. Hao wote serikali imewabeba na kuwaweka na kuwalipia 100% na kupata bima ya afya. Then baadaye hawa wanao hasa mtaani sasa wenye nguvu zao ndio hawa tunaoongea nao leo, nao waingie wajilipie ili waungane na ile kundi jingine waendelee kupata huduma zao. Sawa. Umeweka vizuri sana. Imenyooka jamaa. Tuanze kwenye Madam Elizabeth. Tutarudi naye pia Madam Elizabeth hapa kwenye eneo la teknolojia. Yote haya tunazungumza, lakini kuna watu sio lazima wafike ofisini. Wanaweza vipi kumaliza, wana simu janja sasa hivi, wanaweza vipi kumalizana na wao kwa simu yao tu na taarifa zao muhimu zikawepo, mambo yakaenda sawa sawa. Tutakuja kuzungumza hapa kwenye eneo hili. Kwenye teknolojia bwana Castro Dickson leo anaingia mteknolojia wetu Madam Elizabeth Albin akituelezea bwana NHIF kwenye eneo la teknolojia tumerahisisha vipi watu kupata huduma hii ya bima kwa haraka zaidi. Asante sana Jamal. NHIF iko vizuri sana. Unajua ukizungumzia bima ya afya kwa wote uweze ukaacha teknolojia. Kwa sababu teknolojia ndio inarahisisha mambo na kufanya vitu kuwa rahisi. Kwa hiyo ukizungumzia kwa upande wa NHIF tumejipanga vizuri kabisa kwenye upande wa kuhakikisha tunaweza kumfikia kiteknolojia kila Mtanzania. Cha kwanza kwenye usajili wa wanachama, mwanachama anaweza kujisajili popote alipo kupitia simu janja yake. Tunao mfumo unaitwa NHIF Safe Service. Ukiingia kwenye huo mfumo unaweza kujisajili. Kwa wale ambao ni wanachama anaweza kuona wanachama wake, anaweza kuona kadi zake, kadi zote. Kwa hiyo hata kama amesahau kadi anaweza tu akacheki kadi namba akatibiwa. Lakini pia wanafunzi wanajisajili kupitia simu janja yake mkononi. Lakini pia watoa huduma wanawasilisha madai yao kwa mfumo wa online claim submission. Kwa hiyo matibabu yale ambayo wanachama wetu wanayapata anatuma online. Kwa hiyo siku na sisi tunaweza kuyapata kwa uharaka, kuyachakata kwa uharaka ili tuweze kulipa haraka pia. Lakini pia ukija kwa upande wa waajiri ambao ni wanachama wetu kama Njini FM akiwa ni mwanachama wetu, mwajiri wetu, yeye kusubmit ile michango ya Castro ya Jamal na watumishi wake wengine anatuma online yeye mwenyewe pale pale alipo. Kwa hiyo NHIF iko vizuri sana kwenye hilo eneo kwa kila Mtanzania mmoja, kwa mataasisi ambayo tunafanya nayo kazi, kwa vendors mbalimbali ambao tunafanya nao majukumu mbalimbali, watu wa huduma wote wanafanya kila kitu na majukumu yao yote kwa kutumia teknolojia, kwa kutumia mifumo yetu iko vizuri sana na tunaangalia mambo yote kimifumo. Kwa hivyo pale popote ulipo unaweza ukajisajili. Pale popote ulipo unaweza ukatuuliza maswali, unaweza ukatupigia simu yetu ya call center wakati wowote kama una changamoto au unataka kujiunga, unakwama mahali. Ukipiga namba 0800787800 ikiwa unakwama mahali tunakusaidia. Hapo ulipo mifumo inaongea. Asante. Na jana nilikuwa napitia pia kwenye mifumo yenu kule. Nikawa napitia vile vifurushi. Nikikliki kifurushi hapa kinanielekeza ni huduma gani zipo, ni huduma gani sizipati. Kutoka kwenye kile kifurushi, ambulance sipati, kutokana na kifurushi changu. Na vyote hivi vimeandikwa pale. Kwa hiyo teknolojia haina mbadala kasi. Labda kwa kujazia hapo kidogo ili kuonyesha NHIF namna gani tumejialign vizuri kwenye technology. Kuna agency inaitwa EGA. Electronic Government Agency, EGA. EGA ni agency, ni mamlaka
serikali imekasimiwa kusimamia masuala ya teknolojia ya mawasiliano, mifumo kwa upande wa taasisi za umma. Kwa hiyo ndio inaziangalia taasisi zote. Sisi kama taasisi ya umma pia tunakuwa regulated in EGA. EGA walikuwa na mkutano mkuu mwezi wa 3 kama sio mwezi wa 2 mwaka huu Arusha. Moja ya taasisi zilizopata award kutokana na matumizi ya mifumo kwa kiwango kikubwa ilikuwa ni NHIF kutoka EGA. Katika taasisi 10 za umma NHIF tulipata award kwamba tumecomply, lakini yani tunakwenda kwa kasi sana kuhakikisha teknolojia inafanya kila kitu mtu pale pale alipo. Kwa sababu sasa hivi tunaongea hapa, tunatoa elimu hapa. Liza kataja ile toll free number. Huyo mtu akipiga pale sasa hivi wanamtake through, anajiunga, kwa sababu uzuri kwenye hiyo kiunganishi cha selfservice.nhif.or.tz ambao mwanachama anaingia, akiingia mle anakuta fomu, anajaza details zake zote, nini anajaza, picha yake ana crop, anaibandika, anafanya kila kitu, anapata control number, alichagua kifurushi cha Ngorongoro, haya 240 bei yake kalipia, anapata risiti, anapata electronic kadi ya kielektroniki, ina picha mpaka namba yake ya wanachama. Akienda hospitalini anatibiwa, mwenye NIDA akienda namba NIDA anatibiwa. Kwa hizo zote zimefanyika kwamba mtu anaweza alipokaa kwenye biashara yake akamaliza kila kitu, akiugua baada ya sababu hivi vifurushi vina waiting period ya mwezi mmoja. Ukishakamilisha malipo ndani ya siku 30 ndio kadi inakuwa active kuanza kutumika. Kwa alipo ofisini anakaa bila kupoteza muda, anaendelea na uzalishaji, anajiunga, anapata kadi, anaanza kutibiwa yeye na wategemezi wake. Yote hayo tumefanya ili mtu huyo concentrate na biashara zake, wakati NHIF tuna take care upande wa pili wa mambo yake ya kiafya. Okay. Sisi tunashukuru sana kwa kuwa na uwepo wenu kutoka NHIF, mfuko wa taifa wa bima ya afya. Asante sana Mr. James Mloe, lakini asante sana Madam Elizabeth. Asante sana. Mmezungumza mengi sana, na mengine ambayo mmeyazungumza wananchi sasa ndio wanashtuka. Kumbe. Bana, tunakukumbusha pia kuhusiana na uwepo wa ukumbi wa kimataifa wa The Superdome Masaki, ukumbi ambao una parking ya magari kuanzia 500 kwa wakati mmoja, lakini pia kuna big screen ziko pale, bila kusahau sound ipo ya kutosha, lakini stage kubwa ambayo inakutosheleza wewe pamoja na wageni wako, pamoja na rest house pia ya kwamba bana, nisubirini hapo kidogo, mimi naweka mambo sawa. Lakini moja kati ya umaridadi mwingine pia wa The Superdome ni pale ambapo ukishatoa kufanya booking kwa baba naoa. Sasa langu la kuoa liko pale pale, usiniangalie hivyo. Naoa. Ndio nishakwambia sasa. Mwaka huu? Kimi na masiara. Yesu Kristo. Picha yako inawekwa pale barabarani pale kwenye ile screen yao. Sasa bwana anaoa. Kwa pingamizi aliji hata kanisani. Inaweza nikaje pale pale. Pale kwenye picha. Kwenye picha. Tulia.